Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Na hapa kwa jua na mwangaza wake, na kwa mwezi unapolifuatia, na kwa mchana unapolidhihirisha, na kwa usiku unapolifunika, na kwa mbingu na kwa aliyeijenga, na kwa ardhi na kwa aliyeitandaza, na kwa nafsi na kwa aliyeitengeneza. Kisha akaifahamisha uovu wake na wema wake. Hakika amefanikiwa aliyeitakasa, na hakika amehasiri aliyeiviza. Kina Thamudi walikadhibisha kwa sababu ya upotofu wao. Aliposimama mmovu wao mkubwa, hapo mtume wa Mwenyezi Mungu alipowaambia, huyu ni ngamia wa Mwenyezi Mungu, mwacheni anywe maji fungu lake. Lakini walimkadhibisha na wakamchinja ngamia. Kwa hivyo Mola wao mlezi aliwaangamiza kwa sababu ya dhambi zao, na akawafuta kabisa, wala yeye haogopi matokeo yake. Suratu Shams imeteremka Makka. Mwenyezi Mungu mtukufu ameapa kuanzia sura hii kwa vitu kadhaa wa kadhaa miongoni mwa viumbe vyake vitukufu vyenye kueleza utimilivu wa uweza wake Mwenyezi Mungu mtukufu na upweke wake, juu ya kufuzu kwa mwenye kuisafisha nafsi yake kwa imani na utiifu, na kuhasiri kwa kupinga mwenyewe kuidhoofisha kwa ukafiri na maasi. Kisha ikaingilia mfano wa Thamud, kaumu ya Saleh, na yaliyowafika hao, ili apate kuzingatia kila mwenye inda mwenye kukadhibisha. Kwani hakika wao walipomkadhibisha mtume wao na wakamuua yule ngamia, Mwenyezi Mungu aliwaangamiza wote, na yeye hahofu matokeo ya kuangamiza hao na aliyowateremshia, kwani yeye hasailiwi kwa anayoyatenda, na hakika amewateremshia wanayostahiki. Na apa kwa jua na mwangaza wake, na kuchomoza kwake na kwa joto lake, na kwa mwezi unapolifuata na likawa nyuma yake kwa kutoa mwangaza baada ya kutoa jua, na kwa mchana unapolidhihirisha jua likaonekana wazi halikufichikana, na kwa usiku unapolifunika jua ukawa mwangaza wake hauonekani, na kwa mbingu na kwa mweza mtukufu aliyenyanyua na akaijenga kwa hikima yake, na kwa ardhi na kwa mweza mtukufu aliyekunjua kwa kila upande na akaitengeneza kwa ajili ya utulivu na akaifanya kama tandiko, na kwa nafsi na aliyeiumba na akaiweka sawa kwa kuipa nguvu, akaifunza jema na baya na akaipa uweza wa kutenda itakayo katika hayo. Hakika amefuzu mwenye kuisafisha nafsi yake kwa udhaifu na vitendo vya heri, na hakika amehasiri mwenye kuzificha fadhila zake na akayaua matayarisho aliyoumbwa nayo ya kutenda heri. Kina Thamudi walimkanusha nabii wao kwa upotovu wao na jeuri zao, alipogutuka mwovu wao mkubwa kabisa kutaka kumchinja ngamia. Saleh mtume wa Mwenyezi Mungu akawaambia, mwachilieni huyu ngamia wa Mwenyezi Mungu alimaridhawa katika ardhi ya Mwenyezi Mungu, na tahadharini msimzuie maji katika siku yake aliyowekewa. Wakamkadhibisha mtume wao katika hilo onyo lake, wakamchinja. Mola wao mlezi akazibomoa nyumba zao kwa sababu ya dhambi zao, wakazisawazisha na ardhi. Wala yeye Mwenyezi Mungu hahofu matokeo ya adhabu hiyo, kwani hiyo ni malipo ya haki kwa yale walioyatenda.